Kwa sasa bandari ya Dar es Salaam inazo gati 13 yenye uwezo wa kuhudumia meli za aina ya Post Panamax ambazo ni kubwa katika ukanda unaohudumiwa na bandari za Afrika Mashariki, Kati na Kusini. Hata hivyo, idadi hii ya gati bado ni ndogo ukilinganisha na kasi ya ongezeko la meli na shehena. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha, kutokana na ongezeko la meli na shehena, kwa ujumla bandari ya Dar es Salaam inaendelea na mipango kuongeza idadi ya gati, vifaa na mifumo stahiki ili kukabiliana na hali hiyo. Kwa kuanzia ujenzi wa gati la mita 500 katika bandari ya Dar es Salaam umeanza sambamba na maandalizi ya ujenzi wa gati nyingine 4, yani gati namba 12 mpaka 15, ambapo serikali kupitia Wizara ya Fedha na TPA wameanza mazungumzo ya awali na Benki ya Dunia kwa ajili ya kupata mkopo nafuu ili kugharamia ujenzi wa gati hizo. Lakini serikali imefanya maboresho mara nyingi katika kuhakikisha na kuona kwamba bandari hii inaongezewa uwezo. Pamoja na mambo ambayo yamefanyika huko nyuma, bado inaendelea kufanya hivyo. Kwa mfano, tumeboresha gati namba 0 mpaka namba 7 ambayo imeongeza uwezo wa bandari yetu kuhudumia, lakini pia tumeongeza kina cha bandari yetu ili iweze pengine kuwa na urefu zaidi kwenda chini pamoja na kuongeza upana wake. Lakini pia tuna miradi mingine inayoendelea bandarini kama vile kuunganisha reli yetu kwenye bandari yetu, kuhakikisha kwamba tunajenga gati namba 12 mpaka 15 kama nilivyozungumza, kuhakikisha kwamba tunawezesha kituo chetu cha Kurasini kinakuwa na uwezo mkubwa wa kuhudumia. Lakini kama haitoshi, tayari kuna mradi mkubwa ambao kwa 32%, mradi ambao wa kujenga matenki 15 yenye uwezo wa kuhifadhi mita za ujazo wa mafuta 378. Maboresho yote hayo yana lengo moja tu la kuhakikisha kwamba bandari yetu inazidi kuimarisha uwezo. FM.